Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza ni kwa sababu ya neema yako na utukufu wako Bwana Jehova Jireh wa ajabu. Wewe ndiye ulitutoa katika giza na wewe tu ndio umetuita katika kazi yako, na ndio tuweze kuifanya Bwana kulingana na vile wewe upendavyo. Wewe ndiye Bwana wetu mfalme, mwanzilishi wa kila jambo. Wewe ndiye Bwana Jehova Jireh umetutangulia, na ndio tuweze kutenda kulingana na vile wewe Bwana Jehova Jireh ulipokusudia. Wakati ule Bwana sisi tulikuwa hatuelewi njia zako na hatujui vile wewe Bwana Jehova Jireh unapohitaji, lakini kwa sababu Bwana ya kulisoma neno tumejua na tumetambua mapenzi yako, na mapenzi yako ni watu wote waweze kuokolewa. Mapenzi yako ni watu wote Bwana Jehova Jireh waweze kugeuka na waweze kuingia katika neema yako Bwana Kristo Yesu, katika uweza wako mtakatifu. Asante ni kwa sababu Bwana wale wote Bwana watabuao ile kazi ulipoifanya kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, Mfalme, wanapokea uwezo na nguvu na mamlaka ya kukaa na kuishi wakiwa na amani na furaha Bwana Mfalme, na hekima kuu ndani yao. Asante ni kwa sababu Bwana wakati kama huu mtakatifu ni wakati mwema Bwana Jehova Jireh wa wale wote walio katika shinda, walio katika matatizo, walio katika Bwana Jehova Jireh msukumo unaowatia uoga. Ni wakati mwema Bwana Jehova Jireh wa kunenea mioyo yao, na ile mioyo Bwana Jehova Jireh inafunguliwa, inapata amani, inapata upendo, inapata raha, inapata peace katika udani wao, na wanaendelea Bwana Jehova Jireh wakijua ya kwamba hakika wewe ndiye mfalme, na wewe ndiye mtangulishi, na wewe ndiye mfanyikazi ndani yao, pasipo kazi yetu. Wewe ni mfalme usiyeshindwa kamwe, ni kwa sababu yote imewezekana kwa vile Bwana Jehova Jireh neno lako linavyosema, ati kabla wahitaji hawanja kuita, wewe ulikuwa umewajimbu. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu yote yawezekana kwa neema yako. Ninawaombea wote wagonjwa, ninawaombea wote wanaohitaji, ninawaombea wote walio na kilio mioyoni. Sasa ni wakati Bwana Jehova Jireh wa kuichukua nafasi kama hii, waweze kuwa na furaha, ni kwa sababu wakati wowote Bwana Jehova Jireh mioyo yetu inaangamia na mioyo yetu inaumia, wakati kama huo Bwana ndio wakati wa kujua ya kwamba neno la Bwana linahitajika ndani ya mioyo yetu, ndio moyo uweze kuwa na amani na furaha. Ni kwa sababu hakuna kitu kingine kinaweza kututia amani, na hata Bwana Jehova Jireh kinaweza kututia kutupa furaha isipokuwa tu ni neno lako. Neno lako ndio linaponya, neno lako ndio linafungua, neno lako ndio linafanya watu wote waweze kuingia katika nafasi zao, naimba wimbo mpya. Ni kwa sababu ya kutumika na wewe, na kwa sababu neno lako limetutumikia. Asante Mungu wetu, ni kwa sababu ya msamaha wa dhambi ule umetusamehe, na sasa tuko katika neema ya utukufu na katika wingi wa uwezo wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Nataka tuweze kuangalia neno la Bwana sasa hivi. Tambulisha our message ile tunaoendelea nayo kwa wakati wa sasa ni preaching the word of God to bring people into true salvation. Katika kitabu ya Matthew 11:12. Neno linasema ya kwamba neno la Bwana linatunenea likituambia ya kwamba and from the day of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violence take it by force. Na tutaisoma mpaka na Kikuyu. Matthew, katika kitabu ya Matthew Matthew 11:12. Matthew 11:12 inasema
na gwata matukuma Johana Mubatithania nginya leu uthamaki wa iguru ni ugiginyanagirwo na aria agiginyani nio mawigwatagira na hinya. Kutoka wakati wa John the Baptist, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Bwana asifiwe. Nao wenye nguvu wauteka. Nilikuwa ninajiuliza wenye nguvu ni akina nani? Hiyo ni jambo moja nilikuwa ninajiuliza katika maisha yangu. Na nikakuja kujua kwa sababu kuna mahali, kuna vile tulifundishwa na kile kilicho ingia ndani ya mawazo yetu, tulifikiria hii violence ni kupigana vita. Kupigana vita. Na ndio unaona watu wengi kwa sababu wanafikiria ni vita ya kawaida. Wako katika maombi ya vita. Wanafikiria wakihubiri kwa nguvu na kwa yani kwa violence ile ya sasa, ikiwa ni ya ile Kiingereza ya nini, ile Kiingereza sasa ya dictionary. Watu wanafikiria ni hiyo vita, ni kung'ang'ana, mang'ang'ano mpaka yani unaweza kufa ukipigania the word of God. Lakini nilikuja kutambua sio katika njia kama hiyo yoyote. Hata sio kung'ang'ana, hata sio kung'oa shetani mkia, hata sio kupigana na maroho na waganga na washawi, sio kutukana maroho machafu. Hapana. Nilikuja kutambua kitu moja katika nafasi kama hii, ya kwamba the kingdom of heaven suffereth violence, and the violence take it by force. Hallelujah. Bwana asifiwe. Some people think that fast mean battle, but not battle. Watu wengi wanafikiria ni battle, hii vita. Lakini sio vita. Because their mind came to do war. Watu wengi mawazo yao yamekuja kupigana. Mawazo ya watu wengi yamekuja kupigana. Wamefundishwa kupigana. Wamefundishwa mambo mengine. Na si kupenda, ni kwa sababu hata wale walikuwa wanatufundisha, walitufundisha namna hiyo. Na hakuna njia nyingine tungeweza kusika. Ndio unaona hata watu wakati wanapoomba ndani ya manyumba, ama wakati wanapoomba makanisani, hawana mistari, ina amani ndani yao. Ndoto zile wanaota ndoto zimejaa vita. Hata kitu tunaita, hata maushuhuda yao, wanashuhudia mambo ya vile yani sawa. Sisemi baraka ni baya, lakini washuhudia kuhusu baraka za kimwili tu. Kwa sababu wanafikiria, kwa sababu walipigana vita, wakang'oa shetani mahali pake, wakaomba, yani mambo kama yale. Mnajua vile tulikuwa tunafanya, ama saa hii wanafanyaga. Wanafikiria hiyo ndio kupokea ufalme wa kingdom of God by force. Lakini si katika nafasi kama hiyo. Bwana asifiwe. Hatuongei juu ya vita. It doesn't mean war. It doesn't mean war. Hapana. Lakini wakati ule nilikuwa ninapotazama katika roho,
niliweza kutambua na nikaweza kuelewa ufalme wa mbinguni tunaupokea kwa kulisoma neno, kuamini neno, kufundisha neno, kuhubiri. Ufalme wa mbinguni tunaupokea wakati tumeingia katika hiyo nafasi ya kufanya wengine wengi watoke katika nafasi ya kimwili, nafasi ya dhambi, ndio waweze kutoka katika dhambi na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ni by preaching, sio mambo mengine, ni kupitia kuhubiri. Kwa sababu hata tukisema hata tunaupokea kupitia kulingana na Kiswahili ama kulingana tu na vile tumesoma, ujue ya kwamba ni watu wengi sana ulimwenguni wanapigana vita na wanaipingana kuipingana, kama wale wanapigana karata, taekwondo na njia zingine nyingi. Ufalme wa mbinguni hauhitajiki mambo hayo. Ufalme wa mbinguni unafaa tuweze kujifunga the whole armor of God. Na wakati tutakapojifunga the whole armor of God, tutaweza kusimama katika mwanya wa kupigana vita, ndio tuweze kuunyakua ufalme wa mbinguni. Sio kukimbisha shetani pande hii na pande ile, sio kupigana tu na magonjwa, sio kupigana na waganga na washawi, sio kupigana na roho wa devil worshiping. Ni kuingia katika neno, kulisoma neno, kuwa na understanding and na kuwa na revelation, kuwa na revelation knowledge ndani yako, ndani ya neno, na ndio uweze kutambua na kuelewa kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya katika msalaba. Wakati unapoingia katika hiyo nafasi kutambua hiyo kazi Kristo Yesu aliyoifanya na kuitambua katika ukweli, Yesu akasema, mimi nimekuja na ukweli na uzima. Amekuja na roho. Wale wote wanaotambua kupigana vita katika ufalme tulio ndani yake, ufalme wa Mungu, wale wameokolewa, sio kupigana kwa maneno, sio kupigana kwa chuma, sio kupingana na kukibishana ni nani anahubiri vyema, ni nani anafanya miujiza, ni nani anafanya ako na watu wengi, ni nani ako na watu kidogo. Sio kupigana namna ile. Kuchukua kwa nguvu, haleluya, ni kutambua ile kazi Kristo Yesu aliyoifanya. Tunasoma tunaona ya kwamba hata mababa wetu, hata kama manabii na wakati wa mababa wetu wa zamani walitabiri kumuhusu, hawakumtambua kamwe. Lakini sisi amekuja na yeye ndiye kiongozi wetu hata siku ya leo. Yeye ndiye our high priest. Yeye ndiye kiongozi wetu. Yeye ndiye mwalimu wetu. Yeye ndiye kiongozi wetu. Wakati tunapomtambua katika ile njia ya kujua katika kitabu ya John 1:1, haleluya, tutaisoma baada ya dakika kidogo. Tunakuja kujua ya kwamba ndio tuweze kupokea ufalme wa mbinguni, tunafaa kutambua moyo wa Mungu ndani yake. Alikuwa ndio hiyo scripture iweze kuandikwa. Iliandikwa kwa nini?
ndio hiyo verse iweze kuandikwa. Kwa nini iliandikwa? Iliandikwa kwa ndio mwanadamu yeyote aweze kutambua moyo wa Mungu. Sababu pasipo kutambua moyo wa Mungu, pasipo kutambua mapenzi ya Mungu, ati ni watu wote walio ulimwenguni waweze kuokolewa. Na wanaokolewa kwa nguvu. Kuokolewa kwa nguvu. Kuna mambo mengi sana unahitajika kuyadharau katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi unafaa kuyakataa, kuyadharau. Ndio nayo kazi ya neno la Bwana lipate nafasi ndani yako. Ndio revelation of God iweze kuwa na upana ndani yako. Na lile neno wakati unalolitambua linakuwa msaada mkuu sana katika maisha yako wakati wowote unapolisoma lile neno. Bwana asifiwe. Wakati nilipokuwa nikiangalia nikajua, kwa hivyo ndio neno linasema ya kwamba, kwa sababu watu tena hawajatambua John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Number 2, the same was in the beginning with God. Number 3, all things were made by him, and without him was not anything made that was made. Bwana asifiwe. Unakuta mtu hajui neno kama hili katika John 1:1. Mtu akisoma neno, mambo yote anaiweka kwa Mungu mwenyewe, God himself. Haelewi ya kwamba Mungu anatabulisha. Hajitabulishi yeye mwenyewe, anajitabulisha na anatabulisha mwingine. Ate hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hao ni watu wawili tofauti, lakini ni mtu mmoja kulingana na mwanzo. Kama vile neno linasema ya kwamba ni watatu ndani ya mmoja. Mungu ni watatu ndani ya mmoja. Kwa hivyo ni mmoja amegawanyika mara tatu. Na kila mmoja ako na ofisi yake. Na hapa neno linasema, hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Kwa hivyo kuna mtu anatambulishwa kama neno, na huyo mtu anatambulishwa kama neno alikuwako kwa Mungu. Na huyu neno utamtambua ukiendelea na kusoma. Bwana asifiwe. Ndio wokovu uweze kukamilika ndani yako, na ndio uweze kupokea wokovu ulio wa kweli. Wokovu haupitii kwa mambo ya ulimwengu. Wokovu eti niliokolewa kwa sababu wakati niligojeka nikaobewa, wakati nilikosa mtoto nilienda nikaokoka, wakati nilifanya. Hapana, Mungu hakukuja kufanya hayo tu ya kukusaidia ndio uweze kupokea watoto. Mungu hakukuja tu kukusaidia ndio uweze kutajirika na kukua na mali nyingi. Mungu hajakuja tu katika maisha yako ndio aweze kufanya ndoa yako isimame. No. Mungu hakukuja tu ulimwenguni ama ajaleta neno lake ndio tu liweze kuwa msaada wako uweze kuwa na amani ulimwenguni. Hapana. Hata ile amani anaonena juu yake ni amani ya bigu, ile ilikuja na Christ Jesus. Ndani ya kitabu ya John 14:27. Hallelujah. Ile Yesu Kristo mwenyewe aliipeana kwa mwanadamu. Na tusipotabua yani amani hiyo, peace Christ alipeana, na kuambia mtu wa Mungu hawezi kuwa na peace hapa ulimwenguni. Na ufalme kunyakua ukiwa hauna peace ndani yako haiwezekani kamwe. Bwana asifiwe. Ufalme wa mbinguni unapokelewa na wenye amani.
Wenye amani ndio wanapokea ufalme. Na hiyo amani ni lazima iweze kuwa imetokana na Kristo Yesu na kazi yake ile aliyoifanya. Sababu ndani ya hiyo kazi yake aliyoifanya miaka 2000 imepita, hiyo ndio inamletea mwanadamu amani. Peace inapatikana kwa mtu yeyote ametambua neno, kama vile tunasoma hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kuna neno alikuwako kwa Mungu na yule neno alikuwa Mungu. Alafu anasemaje? Namba 2. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Kwa hivyo huyo neno mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yes, ninamtabua, ninamuelewa. Alikuwako kwa Mungu mpaka wakati ule alitumwa ulimwenguni. Akatoka kwa Mungu, akakuja hapa ulimwenguni. Huyo neno akaja akauvaa mwili wa mwanadamu. Na vile alivyouvaa mwili wa mwanadamu, yeye ndiye alitoa dhabihu ya kwanza, ndio mwanadamu aweze kupokea wokovu. Ule wokovu ulio kamili, haujatokana wala kuchanganyika na kazi yoyote ya mwanadamu. Yeye alijitoa mwenyewe, akakuja kwa watu wasio na amani. Alikuja kwa wafu katika Ephesians 2. Alikuja kwa watu walikuwa wafu. Yeye akaletea watu uzima, ndio watu watoke kwa wafu waingie katika uzima wa Bwana. Lakini watu wengi hawajui, walizaliwa wakiwa wafu. Wengi hawajui ni wafu. Wengi hata kama wameokoka hawajui wameokolewa na njia gani, na hawajui ni kwa nini wameokolewa, na hawajui wokovu ni nini. Wao wanajua niliokoka wakati ule, mimi nilitoka kwa Bwanangu, niliokoka. Mimi niliokoka ndio nyumba yangu isimame. Hapana, sio hivyo. Haukuokoka ndio nyumba yako isimame. Haukuokoka ndio upate watoto. Haukuokoka ndio upate mali wala utajiri. Haukuokoka ndio wacha nikwambie, wokovu ulipeanwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Number 2. Utajiri wa rohoni ulipeanwa kabla ya ulimwengu kuwekwa. Yesu alifanya haya yote kabla haujaomba, kabla haujaokoka, kabla haujatambua kuko na Yesu, kabla haujatambua kulikuwa na Mungu ama kuna Mungu. Ulikuta mambo haya yote ikiwa imetayarishwa, imewekelewa yote mezani, na ukaambiwa ingia na ukae chini, ule na unywe, pasipo wewe kuyatayarisha. Bwana asifiwe. Wewe sio wewe umetayarisha wokovu wako. Wokovu tumekuta ukiwa umetayarishwa. Ni lazima mtu yeyote yule anataka kupokea wokovu wa kweli atabue mambo kama haya. Na atabue namna gani? Number 3. All things were made by him. Atambue ya kwamba vitu vyote vilivyomo ulimwenguni vimeubwa kumpitia yeye. Yeye neno, sio God, sio Mungu. Kupitia neno ndio vitu vyote vimeubika. Kiswahili inatuambia vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Ati kama yeye, na yeye ndiye ule uzima, na yeye ndiye ule wokovu. Kwa sababu pasipo yeye there is no salvation. There is no true salvation. Salvation iko kwa sababu ni ya aina mbili. Kuna salvation ya ulimwengu, ile watu wanapokea katika udini, na kuna salvation ile true salvation ili ililetwa na Kristo Yesu kupitia ile kazi aliyoifanya katika msalaba, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. Bwana asifiwe.
Na mtu asipoelewa na kutambua mambo kama haya, hata aokokee wapi, hajatambua wokovu ni nini. Bwana asifiwe. Kuokolewa ni kutolewa katika ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa nuru. Kutolewa katika kingdom of darkness, hale Bwana asifiwe, to the kingdom of light. Kwa hivyo wakati wowote haujatambua mambo kama haya na wewe unasema umeokoka, na kwambia kuna kitu kuna shida, kuna jambo lililo na shida ndani yako. Na ndio ninakwambia, na nimekutangulia na huo mstari wa Matthew 16. Nikakwambia ya kwamba ufalme wa mbinguni haupokelewi kwa kupigana vita ile ya kawaida. Kupigana vita kule kumenenwa na huo mstari wa Matthew 11:12 ni vita ya mtu kutambua neno la Bwana katika ufunuo na kutambua kazi ya Kristo Yesu ile aliyoifanya hapa ulimwenguni kwa uwezo wake wote na nguvu zake zote. Bwana asifiwe. Akafanya mwanadamu alikuwa katika dhambi aweze kuondolewa dhambini mwake na aingizwe katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unanena utukufu wa Mungu, na hakuna mwenye anaweza kukaa katika ufalme wa Mungu kama aliingia katika ule ufalme kwa sababu fulani. Sababu ni moja tu, kama vile tulinena last topic ya kwamba njia ni moja tu ya kufanya uweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini kwa mambo haya mengine yote njia ni nyingi. But ufalme wa mbinguni katika ulimwengu na hata mbinguni, njia ni moja. Hivyo ndivyo tunavyonena hata siku ya leo ya kwamba ufalme wa mbinguni haupokelewi kwa vita. Nimekuambia it is not the one. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo violence, hiyo suffering ama suffered violence, it doesn't mean war. Hallelujah. Na ndio unakuta wengi wanaruka kama Masai wakiomba. Wengi wanapigana mpaka wanajigogesha kwa ukuta. Wengine wako na yani mambo mengi ati sasa unapigana vita. Nimekuambia hata wakati tuliambiwa ya kwamba na maandiko ya kwamba ati tuvae the whole armor, tuvae the whole armor of God. Hiyo armor sio ya vita ya mwilini. Tumeambiwa na hiyo Ephesians 6:10-11 kuendelea. Hatupigani na watu walio na mwili na nyama. Na jambo la pili, hakuna mtu awezaye kupigana na Shetani. Hata Mungu hakupiga Shetani. Hata Mungu hakumpiga Shetani. Hata Yesu hakumpiga Shetani. Ile kitu walifanya ni neno la Bwana limpinga yeye Shetani. Sio wewe. Hauna uwezo, hauna nguvu. Bwana asifiwe. Hauna uwezo, hauna nguvu ya kumpiga yeye wala kumpinga. Hauna uwezo wowote wa kumpiga. Hauwezi mpinga. Lakini kupitia neno lile umelitambua na ukalinena, wakati analolitazama
Na kwa sababu neno la Bwana hawezi kulikosoa. Hata yeye mwenyewe anajua hawezi kosoa neno la Bwana. Shetani mwenyewe, maroho, maguvu, maufalme, makingdom, maknini, yanajua haiwezi kosoa neno la Bwana. Lakini wakati wewe umeshika neno la Bwana out of knowledge, out of understanding, utafanya Shetani apate mahali pa kukanyanga na afanye kazi mbaya sana katika maisha yako, kwa sababu ametambua hauelewi neno, hauna ufahamu ndani ya lile neno. Kama vile Biblia inasema ya kwamba, ama neno ndani ya Biblia linasema ya kwamba, kwa sababu ya Eve kutoelewa vyema vile Mungu alivyokuwa amenena na Adam, aliongea akaongeza mambo yake. Na wakati alipo nena yale yote aliena mbele ya Shetani, mbele ya yule, mbele ya Shetani, Shetani akapata nafasi ya kukanyanga lile, na akaweza kumfanya moyo wake uweze kugeuka. Wakiwa pamoja na bwanake Adam, wakakula tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hivyo wakati wowote tunapolishika neno kinyume na vile linasema, tunalikosoa, tunakosa kulitimiza kulingana na mapenzi ya Bwana, tunampatia na Shetani nafasi ya kutukomesha. Katika ukweli ungetusaidia, tunakuta ule ukweli umetukomesha. Bwana asifiwe. Sababu hatukuelewa ni ukweli na njia gani. Haleluya, tuko pamoja watu wa Mungu. So katika huo mstari wa John 1 mstari wa 3 inasema ya kwamba, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo huyo hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hivyo hakuna kitu kingefanyika isipokuwa tu ni yule neno. Yule neno alikuwako kwa Mungu, na tena yule neno alikuwa Mungu. Wacha tuone. In him was life. Ndani ya yule neno alikuwako kwa Mungu, ndani yake kulikuwa na uzima. Na yule neno kulingana na vile anaandikwa si kitu. Yule neno anaandikwa kama mtu. Na huyu neno tutakuja kumtabua. In him was life, and the life was the light of men. Ni nani alikuja katika ulimwengu kuwa nuru ya ulimwengu? Ni nani huyo? Nani huyo alisema mimi ndiye nuru ya ulimwengu? Katika kitabu ya John alisema hivyo, ati yeye ndiye nuru ya ulimwengu, na pasipo yeye hakuna nuru ingine. Hakuna nuru ingine katika ulimwengu tulio ndani yake ingeweza kunenwa juu yake. Katika kitabu ya John 8, katika kitabu ya John 8 anasema ya kwamba, John 8:12. Wacha nisome na Kikuyu kidogo alafu nitakusomea na Kiingereza. Atenake Jesu agicoka akiareria ando rege akiuga, nenie utheri wa thi. Wacha nikusomee na Kiswahili na Kiingereza. Nenie utheri wa thi, mundu anumirira nie ndarithiaga na nduma, indi aregeaga na utheri wa moyo. Wacha tuangalie pamoja nawe, tutarudi hapa John 1:3. Lakini 8 mstari wa 12 anasema, 12 anasema, Biblia inajitafsiri yenyewe. Biblia haihitaji mawazo yangu, Biblia haihitaji hekima yangu. Biblia inajitafsiri yenyewe. Usijaribu kutafsiri Biblia, wacha Biblia ijitafsiri. Sasa inasema, then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth
followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ya, huyo ni Yesu akanena. Tukirudi na wewe katika hiyo John 1, hiyo John 1 mstari huyo wa ine, in him was life, and the life was the light of men. Na ukumbuke mahali pengine alisema nenie moyo na nenie kulioka. Yesu akasema hivyo. Hiyo katika tu kitabu ya John alisema ya kwamba yeye ndiye uzima, yeye ndiye ufufuo, na yeye tu ndiye uzima. Na ukumbuke aliambia hata huyu mtu tuna John 11 juu ya Luke 11 ya wakati alipokuwa ananenea Martha and Mariam, akawaambia mimi ndiye ufufuo, mimi ndiye uzima. Aliwaambia hivyo, yeye ndiye uzima. Kwa hivyo usiposoma neno utapata vitu zako, na tena utanena vitu zako. Utazungumzia juu ya vitu zako zile hakuna wakati zitakupa neema yoyote wala iweze kukutambulisha kuhusu kazi ya Kristo Yesu. Kwa sababu wakati tunapo soma neno, na ndio nilikuambia ndio niweze kuingia katika wokovu wa kweli, ni lazima niweze kulisoma neno, na kulisoma neno na kulitambua lile neno ni kazi, ni kupigana. Utapigana vita kali na kubwa. Ndio lile neno ni kujitoa, ni kufanya maisha yako iweze kuwa na about turn. Bwana asifiwe. Sio kikawaida, na hakuna haja ya kukwambia kuna ukawaida katika kutaka kutabua neno la Bwana kupitia uzima ulio ndani ya Kristo Yesu. Yeye ndiye mkate wa uzima. Hallelujah. Akasema na hiyo namba 4 tumesoma. Number 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Atena na ile nuru iling'aa juu ya giza. Iling'aa gizani, nayo ile giza haikufanya nini? Haikuishida ile nuru. Giza na nuru nani alitangulia? Wakati Christ in the Old Testament, Genesis 1:3, Mungu akasema na kuwe na nuru, na nuru ikawa. Baada ya Mungu kusema na kuwe na nuru, giza pasipo kujulikana imetoka wapi ikawa. Kwa hivyo kukawa na light na kukawa na ndio Yesu anasema wakati alipokuja, tutaifikia, wacha kwanza. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Giza ni nini? Wakati unaposoma neno kama vile tunaweza soma katika Genesis 1, neno linasema ya kwamba katika kitabu hiyo ya Genesis 1, wacha tuiangalie kidogo tu. Genesis 1:1. In the beginning God created the heaven and the earth. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. And the earth was without form, and the void and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Wacha tusome mpaka 3. And God said,
let there be light, and there was light. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Hallelujah. Na Mungu akaona ni jema, ni nzuri, ya kupendeza. Kwa hivyo kulingana na Genesis 1:2, ate ulimwengu ulikuwa formless, void and darkness. Hapo hakuna kitu kizuri yoyote Kiswahili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, tena giza. Naye Mungu akasema na nuru iweko. Juu ya ile utupu, ile giza na ile ukiwa. Bwana asifiwe. Sasa huo mstari tukirudi mahali tulikuwa katika kitabu ya John. Katika kitabu ya John 1:5 inasema at the light shined in the darkness. Kwa hivyo ile nuru ilikuja ulimwenguni. Ulimwengu ule ulikuwa ukiwa, giza na utupu. Darkness, void and na wakati ule sasa Mungu alisema na kuwe na nuru. Nuru iling'aa gizani, sababu ulimwengu ulikuwa giza. Nayo ile nuru Bwana alinena juu yake, ikang'aa gizani. Kwa hivyo ile ardhi ilikuwa utupu, giza, ukiwa, ikawa na nuru. Bwana asifiwe. Hebu angalia hapa. Huo mstari wa 4. In him was life, and the life was the light of men. Kwa hivyo inatuonyesha mwanadamu alikuwa ndani ya ulimwengu umejaa giza. Kwa hivyo yule mwanadamu alikuwa gizani. Na kusema alikuwa gizani, yeye alikuwa giza. Sababu hauwezi panda mti wa machungwa umee dimu. Kama ni dimu ni dimu. Huo mti ni dimu na unazaa dimu. Kwa hivyo kama mwanadamu alikuwa ulimwenguni na ulimwengu ulikuwa giza, hata yeye alikuwa giza. Na ndiye Mungu alinena kuhusu light iweze kuja ulimwenguni, sababu ulimwengu umejaa giza. Mwanadamu anayependa amefunikwa na giza, hana nuru kamwe. Na wakati ule nuru ilikuja, ama nuru alikuja, kwa sababu yule light ni yule neno. Wakati alipong'aa gizani, ile giza ilikuwamo ulimwenguni, haikumweza kamwe. Christ alizida giza. Yule light alizida giza ile ilikuwako. Yule neno alishinda. Alishinda ile giza ilikuwamo ulimwenguni. Kwa hivyo nataka kukuambia, ndio uweze kuingia katika wokovu wa kweli, ni lazima ulisome neno. Ni lazima ujitoe. Ni lazima upingane. Kupinga mwili. Upinge mwili wako, sio upinge watu na huku nje. Sio usinde ukibisana na Shetani. Sio kushinda ukitaka kujua vile uliota. Sio kutaka kushinda ukizunguka huku na kule makanisani. Wewe tambua neno la Bwana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. The kingdom of heaven suffered violence.
Yeyote yule anataka kupokea ama kutambua juu ya ufalme wa mbinguni, kupokea ufalme wa mbinguni, kuingia katika ufalme wa mbinguni, ni lazima yeye mwenyewe ajikane. Ni lazima yeye mwenyewe ajivue nguo yake mwenyewe, mapenzi yake mwenyewe, aondoe moyo wake mwenyewe, aondoe akili zake mwenyewe, ndio uweze kuingia katika neno, uweze kulichambua neno, kuliamini neno, kuandamana na neno, kuwa na revelation, wisdom, knowledge, and understanding. Revelation knowledge iweze kuwa ndani yako. Haleluya. Mawazo yako haihitajiki pale, ndio uweze kuwa na ufunuo ya kwamba huyu anayeitwa neno na alikuwako kwa Mungu na alikuwa Mungu, uweze kutambua katika roho. Kusema nimejikana ni kutoka katika mimi, ni kutoka katika myself na kuingia kwa mwingine, na ndiye Christ. Na wakati nitakapoingia ndani yake na yeye ndani yangu, atanifafanulia mambo haya, kwa sababu ni mambo imefichwa, imefunikwa. Yeye ataifunua niweze kuitambua vyema. Ndio ni ya watu wengi waache kuokoka wokovu wa watu. Watu wengi waache kuokoka wokovu wa mambo. Tuokoke wokovu katika Kristo. Wokovu ule uletao uzima. Lakini sio wokovu ule uletao mali. Sio wokovu ule uletao utajiri wa ulimwengu. Sio wokovu ule tu uletao uponyaji. Sio wokovu tu ule uletao watoto. Sio wokovu ule tu ulefanyao nyumba isimame, bibi na bwana warudiane. Hapana, tunanena kuhusu kitu moja. Haleluya. Uzima wa milele. Uzima wa milele. Ule upatikanao wakati hii nuru imeng'aa ulimwenguni. Hii nuru imeng'aa ndani ya mtu. Hii nuru ni Christ. Number 5 tumeisoma. Twende number 6. There was a man sent from God whose name was John. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Jina lake ni Yohana. Yes. Wacha tuone yeye alikuwa akifanya nini. 7. The same came for a witness, to bear witness of the right. Ati yeye alikuja ni kwa sababu ya ushuhuda. Na alikuja kushuhudia juu ya ile nuru. Ile nuru iling'aa, sio mwaga. Ile nuru iling'aa gizani. Na ile giza haikushinda ile nuru. John the Baptist akatumwa in the Old Testament. Najua umeshindwa kwa nini nimesema in the Old Testament, kwa sababu John the Baptist alitawaliwa na utawala wa sheria. Ile sheria ilikuwa inatawalia Old Testament. Kwa hivyo John akaja akatawalia juu ya huyo mtu alikuwa hajui. Hiyo mtu alikuwa hatambui. Hakumtambua, alimtambua baada ya. Bwana asifiwe. Najua unajua alikuwa sijui Nevio makazi. Siko hapo. Mimi nataka kusema hata John mwenyewe alijinena akasema ya kwamba hata mimi sikumjua. Hakumtambua, hakuwa anamjua. Alinena kuhusu mtu hajui. Hata wakati alipokuwa anabatizana katika mto wa Yordani, alisema ya kwamba aliambiwa yeye yule atakaye kuja umbatize, uone mbingu imefunguka na dafu ameshuka akapaa katika mabawa yake, mabega yake. Huyo ndiye yule ninanena juu yake. Kwa hivyo hata John alibatiza ulimwengu ule wakati huo, kwa sababu Samaria
Judea and na kule kwingine kote ilikuwa inasimamia the whole world. Kwa hivyo alibatiza watu wote katika Jordan River akimtafuta yule mmoja. Na wakati ule mmoja alipofika mkononi mwake akambatiza, mbingu ikafunguka, ndege akakuja, nini yule dove akakuja akapaa juu ya Christ. Alikuja kwa mfano wa Roho Mtakatifu, akakuja kwa mfano wa hiyo dove, akapaa juu ya huyo mtu. Hapo ndipo John the Baptist alitambua na akaelewa, huyu ndiye yule Mungu alikuwa ananiambia ako na uwezo na nguvu na mamlaka kuniliko, hata kiatu yake sifai kukifungua. Akaelezea mambo mengi. Hallelujah. Huyo ndiye yeye sasa alikuja ku witness of the right that all men through him might believe. Unaona, John the Baptist asemi kupitia sheria watu waweze kuamini. Hakusema kupitia yeye mwenyewe watu waweze kuamini. Hakusema watu kupitia Musa watu waweze kuamini. Hapana, ndio ile njia sasa ninasema. Watu wengi wameokolewa kupitia sheria. Watu wengi wameokolewa kwa sababu wanataka kufanana na Abraham. Wengine wanataka kufanana na Moses. Wengine wanataka kuwa kama Elijah. Au hata hawakutambua hii siri tunaonena juu yake. Walitamani kuitambua lakini hawakuitambua. Sisi ndio tumetambulishwa. Hallelujah. Walikuwa under the law. Na katika under the law hakuna mtu alielewa wala kutambua ni nini kinanenwa katika Old Testament. Sisi ndio tumekuja kutambua kile kilinenwa ndani ya Old Testament kupitia ufunuo ndani ya New Testament, from Act to Revelation. Hallelujah, Bwana asifiwe. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuiamini kwa yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kupitia John the Baptist under the law alizungumzia juu ya Christ. Na wakati alipozungumzia juu ya Christ, yeye hakuwa anamjua, lakini alitumwa aje azungumze juu yake. Na watu wakabatizwa na yeye katika mto wa Yordani. Akifikia yule Mungu alimwambia juu yake, na ndiye Christ. Wakati Christ alipokuja, hapo ndipo sasa mwanzo wa injili kamili, injili ya kweli, salvation, true salvation iliingia. Kutoka wakati wa John, kwa sababu Biblia inasema John ndiye alikuwa mwisho wa manabii katika Old Testament. Kwa hivyo wakati ule Christ alipokuja, alifunika Old Testament yote, ikakaa kama haina kazi. Ndio yeye aweze kutambulisha kazi ya Mungu katika Old Testament. Because wakati Christ alipokuja, alitumia kile kimeandikwa ndani ya Old Testament. Hallelujah. Alitumia Old Testament scriptures kuzinena. Akina Petro, Matthew, Mark, Luke and John. Hallelujah. Walitumia Old Testament. In the Act, akina Paul, walifafanua Old Testament. Mwadhani ya rogosho. Walitumia quick Old Testament ndio waifafanue na New Testament. Bwana asifiwe. Lakini watu hawaelewi haya yote. Watu wanafikiria wokovu ni kusema. Wokovu ni kwenda kanisa. Wokovu ni kujitolea. Wokovu ni kubatizwa. Wokovu ni kukula meza. No.
Sio kitu kama hiyo hata kidogo. Wokovu, ufalme wa mbinguni tutaupokea kwa nguvu, na ni wewe uweze kujivua wewe ndio uweze kuelewa neno la Bwana kulingana na vile linavyohitajika. Neno akasema katika kitabu ya 8, he was not that right. Nani huyo anasema he was not that right? Ni John. John anasema mimi sio huyo nuru, amejiondoa. Na watu wengi wanataka kuwa John the Baptist, na alijiondoa akasema mjue mimi sio huyo nuru. Moses aliambia wana wa Israeli, na mjue yule atakuja nyuma yangu, huyo ndiye mnafaa kufuata, msinifuate mimi. Huyo ndiye ako na uzima, na nimempa uzima na nimempa laana. Lakini Musa akawaambia wana wa Israeli, lakini chagueni uzima. Chagueni uzima, msichague laana. Bwana asifiwe. John the Baptist akajisemea, he was not that right, but he was sent to bear witness of that right. Watu wanajaribu kufuata wokovu kwa njia nyingi sana. Watu wanafikiria wokovu tunaupokea kwa njia nyingi, lakini ni njia moja. The true salvation is one way. Bwana asifiwe. Na ni lazima apokelewe kwa njia moja. Hizo njia zingine zote ni hadithi za wabunuasi. Number 9, that was the true right, which righteth every man that cometh into the world. Ate kulikuwako nuru halisi, amtiae nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Ule nuru anaingia ndani ya kila mtu, yeye yule akujae katika ile nuru, akujae katika ulimwengu. Huyo nuru ni nani? Number 10, he was in the world, Christ, and the world was made by him. Kwa hivyo yeye alikuwako ulimwenguni na ulimwengu uliumbwa kupitia yeye. Kwa hapo watu wanachanganyikiwa, wanasema ni Mungu. Na yeye Mungu ananena kuhusu yeye. Mungu ndiye ananena kuhusu yeye, na vile alifanya kazi na John the Baptist ndio azungumze kumhusu yeye. Na yeye ndiye alikuwa anaitwa neno. Yeye ndiye alikuwa anaitwa nuru. Yeye ndiye alitumwa ulimwenguni ule ulikuwa umejaa giza, ndiye aweze kuwa nuru ya ulimwengu. Na ndio namba 10 anasema, he was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Watu walimkataa. Nakumbuka hata Pharisees walimsulubisha tu. Watu walisulubisha Yesu, walisulubisha the word, wakaachwa waliachwa na nini? Waliachwa na mchafuko, vitu vilivyo havina ukweli, havina uzima, havina nini. Watu waliachwa na hiyo, wakamkataa mwana wa Mungu kulingana na Isaiah 53. Watu walimkataa. 11, he cometh unto his own. Okay, tekuli andu ake mwene, and his own receive him not. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Sijui kama wewe ni mmoja wa wale wamekausha mioyo yao, wasimpokee yule aliyekuja kwake. Yesu kukuja kwake si ulimwenguni. Yesu kuja kwake ni wewe. Alikuja kwa ajili yako, alikuja kwa ajili yangu.
Mimi ndiye nilifanya aweze kukuja ulimwenguni. Wewe ndiye ulifanya aweze kukuja ulimwenguni. Ndiye aweze kubadilisha hali yote ile uliyokuwa ndani yake. Sababu ile hali uliyokuwa ndani yake ilikuwa namna hii. Tutarudi hapo 11. Tuingie katika Ephesians. Ilikuwa namna hii. Ephesians 2:1. And you had he quickened who were dead in trespasses and sin. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Yes, na ndio tulimsulubisha. Tulimkataa. Kumkataa ni kusema tulikuwa tulikubali kifo kikae na kidumu ndani yetu. Tulikataa dhambi zetu ziweze kuondolewa. Yeye alikuwa anakuja kuondoa dhambi ya ulimwengu. Alikuja kuondoa kifo kile kililetwa na hiyo dhambi ndani ya mwanadamu. Lakini mwanadamu ni nani? Alikataa nayo. Alikataa na kifo. Akaona maisha yake ni mema akiandamana na kifo. Biblia inasemaje? Ati nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Biblia haisemi ni kanisa. Biblia haisemi ni nani. Biblia inasema the whole world. Yeah. Even churches. Hakuna hata kanisa ilikuwa sawa. Hakuna sinagogi ilikuwa sawa. Hakuna cathedral ilikuwa sawa. Hakuna kiongozi alikuwa sawa. Padre, pastor, bishop, archbishop na majina mengine makubwa, wote kings, queens, wote walikuwa wafu. Yesu akakuja ulimwenguni. Alafu inasema, where in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the prince that now worketh in the children of disobedience. Kwa hivyo tulikuwa tunafuata kawaida ya ulimwengu huu. Tulikuwa tunafuata kawaida ya ulimwengu huu. Na wakati tunapofuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kufuata ufalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa hivyo Christ ndio akuja ulimwengu. Ulimwengu ulikuwa umejaa wana wa kuasi. Wale walikuwa wanafuata kawaida ya ulimwengu. Na wakati Mungu aliona ulimwengu umeshakwisha, umeshafunikwa na giza, utupu, Bwana asifiwe, hauna form, akamtuma mwanae aje aokoe mwanadamu katika ule ulimwengu ule ukawaida watu walikuwa wanaofuata ulimwenguni. Odo ile ole andu mafuataga thĩinĩ wa thĩ. Hallelujah. Na neno linatuambia kwamba tukiendelea, number 4, but God who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Number 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Kwa upendo wa Bwana alitazama ulimwengu akiwa mbinguni, akaona hata akiwa Mungu anafaa mwanadamu yule aliyemuumba kwa mfano wake aweze kumtuma ulimwenguni. Na wakati alipomtuma
yule Christ aje katika ulimwengu aweze kumfungua na kumuokoa mwanadamu atoke katika kifo, dhambi na mauti, atoke katika ukawaida wa ulimwengu, ndio aweze kupokea kibali na nafasi katika ufalme wa Mungu. Neno linasemaje? Neno linaendelea kusema, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo. Yaani tumepokelewa kwa neema, si kwa nguvu zetu wala uwezo wetu. Tumeona katika kitabu ya John mahali tumefika 10:11, ate Christ alikuja ulimwenguni kwa walio wake, nao walio wake wakamkataa. Haya yote wewe unataka kuingia katika wokovu kamili na ukweli, lazima uyatambue. Ukikosa kuyatambua, utaingia na uzuri wako wa kuzaliwa. Utajiona kwa sababu unahurumia watu, wewe ufalme wa mbinguni ni wako. Utaona kwa sababu unawapa watu mali na kuwalipia mahospitali na mashule na kuwanunulia manguo na kuwapa chakula, wewe utaona kama umekamilika kwa sababu unakula mesa, kwa sababu unakunywa divai, kwa sababu umebatizwa, umefanya harusi ya kanisa. Wewe kwa sababu unatoa tithe mali yako, utafikiria wewe umekamilika. Lakini ukienda usome katika kitabu ya Roman 10:1, ndio utajua kanisa lilikuwa namna gani hata bereni kabla ya kuzaliwa kwako. Paul akaangalia kanisa akaona, haya wako na juhudi sana ya kumtafuta Mungu na kupenda Mungu, lakini ni juhudi haina maarifa. Sababu wao wanataka tu kuhakikisha ya kazi zao pasipo kujua Kristo Yesu alikuja ndio aweze kuondoa hayo yote wanaoonyeshana, wanaojinua nayo, ndio aweze kupata nafasi na kibali ndani yao, awaokoe pasipo kitu chochote kutokana na wao, kutokana na sisi. Tunaokolewa, tumepokea neema tumepokelewa mkononi mwa Mungu kwa neema, sio kwa mapenzi yetu. Ni by grace. By grace we are saved. Sio kwa kitu chochote tumefanya ama tumetoa. Tulikuta ufalme ukiwa umeandaliwa na ulikuwa umepeanwa kwetu kabla sisi hatujazaliwa. Haya yote ilifanyika kabla sisi hatujazaliwa. Ile kitu tumekuja kufanya ulimwenguni ni kukubali hiyo kazi ilifanywa, tumeikuta ulimwenguni imefanyika. Sio nasi kwenda kuwekelea kazi yetu juu ya kazi ya yule aliyetangulia. Kazi yetu ni nini? Sisi watu kama wanadamu, kazi yako ni gani? Kama wewe unatubu dhambi zako, nini kingine unaweza wekelea juu ya kazi ya Mungu isipokuwa tu dhambi na makosa? Hiyo kutubu kwako. Kutubu kwako hakuna faida. Kutubu kwako hakuna maana. Hakuna kitu kunaweza kukuongezea. Alitubu kwa niaba yako. Alikufa kwa niaba yako kabla haujazaliwa. Amekuleta ulimwenguni kama katoto, vile katoto kanazaliwa na mwanamke. Kakikuja hata hakaoni, kanapewa nafasi ya kufungua macho, kanapewa nafasi ya kila kitu, kanaoshwa, kanakulishwa, kanaangaliwa, kanashikwa, kanafundishwa kunena baba. Ya hivyo ndivyo mkononi mwa Kristo tulivyo. Sisi ni watu wa kuelekezwa, watu wa kufundishwa, watu wa kubebwa. Saa yote hatujui, hatuelewi vile tunafaa hata kutembea wala kufika mahali fulani. Yeye ndiye anatufikisha, uweza wetu na nguvu zetu. Bwana asifiwe. Na ndio anasema had quickened, wacha nisome yote. Even when we were dead in sin. We were dead in sin. Mtu dead ni nini anaweza peana kwa Mungu? Ati nimepeana roho yangu, roho gani? Na ulikuwa dead.
Wema gani na ulikuwa dead? Ate mimi nakunywa divai na ninakula mwili. Nini? Mtu amekufa anakula mwili wa Yesu namna gani? Anakunywa divai namna gani? Anasaidia wengine namna gani? Na ni mfu. Mfu anasaidia wafu. Faida iko wapi ya wafu wawili? Bwana asifiwe. Hallelujah. Even when we were dead in sin, had quickened us together with Christ. By grace you are saved. Kwa neema umeokolewa. Kwa neema nimeokolewa. Sio kwa neema tumeokolewa. Kwa neema wewe. Umejitambua wewe. Sio tumejitambua. Unaona unazaa wewe unazaa. Watoto wewe wamekukuta umeokoka na wanakukataa. Wao wanaenda na njia zao. Kwa hivyo sio tumeokolewa, nimeokolewa. Tambua nimeokolewa. Atambue ameokolewa. Haleluya. Na si kwa uweza wake, sio kwa nguvu, sio kwa kunena sana, sio kwa kuomba, sio kwa kwenda kanisa. Hata alifanya hayo. Kanisa ikiwa hayuko, maombi hatukuwa tumeomba, hata hatukuwa tumezaliwa, hatukuwa tunajua wokovu ni nini. Kila kitu tulikuta kimewekwa katika nafasi yake. And had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Akatufufua pamoja naye. Yes. Kabla ya msingi, miaka 2000 imepita. Alitufufua pamoja naye. Hatukuwa tumezaliwa, lakini alikuwa anatujua. Akifufua Christ, alitufufua pamoja naye. Akingoja wakati tutakuja, tutakubali kupokea hiyo kazi ilifanywa na yeye. Pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hivyo leo mimi nimeketishwa katika ufalme wa Bwana, katika mkono wa Mungu wa kulia. Hapo ndipo Bwana ameniweka. Nimewekwa hapo. Ninaendelea mahali pale. Kila kitu changu kiko pale. Sababu nimeshatambua, nimeshaelewa, Ngai mwega. Nĩndĩkĩtie kũmenya ũhoro wa thamaki wake. Nĩndĩkĩtie kũmenya ũhoro wa ũtugi wake na ũthingu wake ũrĩa njagĩrĩire nĩ gũciamũkĩra. Na atari ũguo tũngĩamũkĩra ũhotani wa Ngai. Reke tũhoe. Nimefurahi sana kwa kuwa pamoja. Kesho mahali tumefika, hapo ndipo tutaendelea. Sababu watu wengi hawajui wokovu ni nini na wanasema wameokoka. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa utukufu na nguvu na mamlaka. Asante ni kwa sababu ya kibali kikuu na ya ajabu tumekipokea asubuhi ya leo. Umetutoa katika dhambi zetu na makosa, ukatuingiza katika ufalme wa mwanao Kristo Yesu. Na wakati umetuingiza mahali pale, mahali alipo, hapo ndipo tulipo siku ya leo. Tumepokea kibali kikuu kwake, na tunaiba utukufu na neema. Ni kwa sababu kwa uweza wake sisi tumebarikiwa. Pokea sifa Baba yangu na Mungu wangu. Ni kwa sababu hii neno litaweza kuwafungua wengi na kuwaokoa wengi katika maisha yao. Ninawaombea watu wengi, mioyo ya watu wengi ikaweze kupokea kibali hiki na kupokea nguvu za kusimama na kuendelea na kutenda kazi yako kulingana na vile wewe upendavyo. Nimefurahi sana Bwana kwa sababu ya upendo. Asante ni kwa sababu ya kuendelea na kunifundisha na kunielekeza vile ninafaa kusimama na kukaa katika mapenzi yako. Hawa watu Bwana, ninaomba na wao waweze kuelewa na kukubali mapenzi yako kila wakati, ndio waweze kutambua kazi yako vile inavyoendelea. Katika jina lako Yesu Kristo, tutaendelea na kuimba wimbo mpya. Huu ni mwaka mpya Bwana. Mambo yale yaliyomo ndani yake, mengine si mazuri na mengine ni mazuri, lakini hatutayafuata yote yale. Sisi tutakufuata wewe Bwana. Jehova, wewe ndiye tutatazamia. Jehova, wewe ndiye utatuongoza. Hatutaki kuongozwa na mwaka, uwe mzuri uwe mwema, uwe mbaya.
Twahitaji wewe utuongoze, twahitaji wewe utufundishe, twahitaji wewe Bwana unene pamoja nasi. Tusinenewe na mambo yale yaliyomo katika mwaka. Wacha Bwana tunenewe na wewe, na ndio tuweze kutimiza mambo yote yanahitajika ndani ya huo mwaka. Sababu wategemeao mwaka watakufa moyo, lakini wakutegemeao watasimama na wataiba wimbo wa utukufu. Tunakushukuru na tunakutukuza, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Nashukuru Bwana, tukikutana na wewe siku ya kesho.